Nilikuahidi kwamba nitakuwa nikikufundisha kwa mwaka huu mzima kwa neema ya Mungu kwa habari ya kuenenda katika roho na nguvu. Hilo ndio jambo ambalo nitakuwa kwa neema ya Mungu nikikufundisha. Kwa nini? Kwa sababu huo ndio msimamo hasa wa huduma na kanisa letu kwa mwaka huu 2026. Ujumbe mkubwa kabisa ni huo wa kuenenda katika roho na nguvu. Na maandiko ambayo tunasimamia ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 ule mstari wa 38. Ninaomba nikupeleke pale. Maandiko yanasema habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo ninaomba sasa leo nianzie sura ya 14 ya Yohana mstari wa 12. Kwa nini? Kwa sababu maisha, mtembeo na mwenendo wa Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani ndio maisha, ndio mtembeo na mwenendo wa muamini hapa duniani. Narudia, kwa nini tunasisitiza sana kwa habari ya maisha ya Yesu Kristo na nguvu ya uwezesho iliyokuwa nyuma yake? Kwa sababu maisha ya Yesu Kristo ndio reference, ndio namna ambavyo muamini anapaswa kutembea akiwa hapa duniani. Kwa chochote ambacho muamini anapaswa kukifanya kinapaswa kuwa muendelezo wa kile ambacho Yesu alikifanya. Na ili muamini afanye chochote ambacho Yesu alikifanya, muamini anahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu, anahitaji nguvu ya Mungu juu yake ili kuyafanya yale ambayo Kristo alianza kuyafanya. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Yohana 14:12. Anasema, amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kwa muda mrefu sana maandiko haya waamini wengi wamekuwa wakiyatazama katika namna isiyo sahihi. Anaposema kazi zilizo kubwa kuliko mimi atazifanya, Yesu hakuwa anamaanisha kwamba waamini watakuwa na uwezo wa kufanya miujiza mikubwa kuliko miujiza aliyokuwa anaifanya yeye. Hapana. Kwa kweli muamini anaweza akafanya miujiza kwa neema ya Mungu. Anaweza akatembea katika ukamilifu wa nguvu ya Mungu na kufanya mambo makubwa mno ambayo hata katika historia hayakuwahi kufanyika. Yes. Lakini andiko hili halimaanishi kwamba muamini amepewa neema ya kufanya miujiza mikubwa, ya kufanya miujiza mikubwa kuliko ile ya Yesu Kristo. Maneno haya ambayo yanasema yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na mkubwa kuliko hizo, kuna neno la Kiyunani pale linaitwa meizona. Na maana ya neno meizona, maana yake linazungumzia ukubwa wa eneo. Kwa anaposema yeye aniaminie atafanya kazi kubwa kuliko hizi, hamaanishi kwamba muamini anaweza kufanya miujiza mikubwa kuliko Yesu Kristo. Anamaanisha kwamba muamini anayo nguvu na uwezo wa kukava eneo kubwa sana katika utendaji, kuliko lile ambalo alikava Yesu. Kumbuka Yesu Kristo alifanya kazi yake hapa duniani kwa muda wa miaka 3.5. Kumbuka Yesu Kristo hakuweza kuhudumia watu wengi zaidi ya wale ambao waliwahudumiwa kwa wakati huo. Kumbuka Yesu Kristo hakufanya safari nyingi kwenda mataifa mengine kama safari ambazo mitume waliofuata na sisi pia tunapaswa kuzifanya. Kwa hiyo Yesu Kristo aliweza kulihudumia kundi dogo tu kwa wakati mchache tu aliokuwa nao. Na sasa kupitia andiko hili la Yohana 14:12 anatuambia kwamba sisi tukimwamini weza kukava eneo kubwa zaidi ya ile alikava yeye. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Tutaweza kwenda umbali mrefu zaidi ya ule ambao yeye alipokuwa mwilini hapa duniani alienenda nao. Kwa tuna deni sisi kama waamini la kufanya yote ambayo yeye alikuwa anayafanya. Na ili tuyafanye yote ambayo yeye alikuwa anayafanya, twende kwa upana mrefu au mkubwa zaidi hata yule ambao yeye alienda, tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo last week nilikuahidi nikasema leo nitaanzia mahali pazuri kukufundisha dhana ya upako. Kwa kichwa kikubwa ni kile kuenenda katika roho na nguvu. Na kwa sababu andiko letu la msingi linasema Mungu alimtia Yesu Kristo mafuta kwa njia ya Roho Mtakatifu na kwa nguvu, sisi leo tunachambua dhana ya upako, kutiwa mafuta
ama kupakwa mafuta. Upako ni nini hasa? Ndio kitu ambacho nakufundisha siku ya leo, namna sahihi ya kuelewa upako. Na ili tuanze vizuri, nitaanza kuzungumza na wewe kwa habari ya upako kuanzia kwenye uelewa wa Agano la Kale kuhusu upako. Halafu next week kwa neema ya Mungu nitakwambia uelewa wa Agano Jipya kwa habari ya upako, ili sasa tuweze kuelewa hii dhana vizuri ya kupakwa mafuta au kutiwa mafuta, hasa kutiwa mafuta kwa roho na kwa nguvu, kama ambavyo maandiko ya msingi tunayosimamia yanazungumza. Kwa hiyo tuanze kuzungumza juu ya uelewa au maana au dhana ya upako. Tunafahamu kwamba upako ni tendo la kukipaka kitu mafuta. Unapaka, unatia kitu mafuta, ama unaweka mafuta juu ya kitu kingine. Na hasa kwenye historia ya Biblia, dhana hii ya upako ilikuwa ina pande kubwa mbili. Palikuwa pana upako ama kutia mafuta ambako ni kwa shughuli tu za kawaida. Yaani mafuta yalikuwa na matumizi katika shughuli tu za kawaida, lakini pia mafuta yalikuwa na matumizi katika shughuli za kiroho. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu. Katika historia ya Biblia, mafuta yanaonekana kuwa na pande mbili za matumizi. Kwanza yalikuwa yakitumiwa kwa shughuli tu za kawaida ambazo nitakutajia, na pia yalikuwa yanatumiwa kwa shughuli mbalimbali za kiroho ambazo pia nitakutajia. Kwa mfano, shughuli za kawaida ambazo mafuta yalikuwa yanatumika ni kama kupunguza athari ya jua. Kupunguza athari ya jua. Yale maeneo ya kule Israeli kule, kwa sababu sehemu kubwa ni ya kijangwa, jua lilikuwa ni kali mno. Kwa hiyo ilikuwa inampasa mtu kujitia mafuta ama kujipaka mafuta ili kuweza kupunguza ile athari ya jua. Ndio tunaona hata Yesu Kristo mara nyingine katika sura ya 6 ya Mathayo anawashauri wanafunzi wake kwamba wewe ufungapo usiwe mnyonge sana, usikae umepauka pauka tu, jitie kidogo mafuta upendeze hivi. Kwa hiyo utaona kule kutia mafuta hakukuwa ni jambo la kiroho sana pale, kwa sababu mafuta yalikuwa pia yanaweza yakatumika katika shughuli za kawaida za kila siku. Kwa hiyo mojawapo ni hiyo, kupunguza athari za jua. Lakini pia mafuta yalikuwa yanatumika kama manukato. Kwa yale mafuta yalikuwa yanatengenezwa mara nyingine yakiwa na harufu nzuri, kwa mtu ndo anajipaka yale mafuta na yanakuwa ni manukato ama harufu, kuleta harufu nzuri kwenye mwili wake. Lakini mara nyingine mafuta yalikuwa yanatumika kwa sababu mbalimbali za kibiolojia kama dawa. Utakumbuka kwenye ule mfano wa Msamaria kwenye kitabu cha Luka, iandike utaenda kusoma kwa muda wako. Luka sura ya 10 mstari wa 34. Katika ule mfano wa Msamaria utagundua kuna yule ndugu alikuwa amevamiwa na wanyang'anyi, akanyang'anya vitu vyake, akaumizwa vibaya pale. Wakapita watu mbalimbali wa dini, wakampita, wakumpa msaada. Alipoenda Msamaria, moja ya vitu alivifanya, maandiko yanazungumza, yanasema alimtia yule ndugu mafuta kwenye jeraha zake. Kwa utaona katika ulimwengu wa kale mafuta yalikuwa pia yanatumika kama tiba ya kwanza. Kwa alimtia mafuta kwenye jeraha zake. Kitabu cha Isaya pia kinazungumza hivyo. Ukienda kusoma sura ya 1 mstari wa 6, anaonesha pia matumizi ya mafuta kwa habari ya matibabu. Kwa kwenye Agano la Kale matumizi ya mafuta yalikuwa mapana katika namna hiyo. Lakini mara nyingine mafuta yalikuwa yanatumika kama ishara ya ukarimu. Mgeni anapoingia ndani ya nyumba yako, unamtia mafuta au unampaka mafuta au unampa mafuta, kwa sababu sehemu kubwa, kama nilivyokuambia, sehemu kubwa ya nchi ya Israeli ilikuwa ni ya kijangwa. Jua na vumbi vilikuwa ni vitu vya kawaida sana. Kwa mgeni anapoingia ndani, ama anapewa maji ya kunawa miguu ama anapewa mafuta apake. Kama ambavyo leo huaga tunafanya hiyo namna ya ukarimu. Kabla mtu hajaingia ndani kuna carpet pale nje ili angalau aweze kujifutafuta. Wewe unaweza kadhani ni kaurembo kale mama amekaweka, lakini lengo ni kwamba ufute miguu mtumishi wa Mungu ili uweze kuingia ndani. Sasa angalia kwa mfano katika hiyo point sura ya 4 ya 7 ya kitabu cha Luka, nikuoneshe. Sura ya 7 kitabu cha Luka mstari ule wa 46. Sina haja ya kukaa sana hapa. Nimelipenda zaidi ile andiko, liko kidogo interesting, kwa nataka tuweze kuliona. Sura ya 7 ya Luka mstari ule wa 46 anasema naomba nianzie mstari wa ili kutengeneza concept nzuri. 44. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamuona huyu? Niliingia nyumbani kwako kunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta,
bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Yesu anamwambia Simoni kwamba nilipoingia kwako haukuweza kuyafanya yote haya, lakini huyu mwanamke amenipa miguu, amenipa mafuta, ameibusu miguu yangu. Kwa utagundua kwamba mafuta yalikuwa yanatumika kama pia ishara ya ukarimu. Mtu anapoingia nyumbani anapewa yale mafuta kwa ajili ya kuweza kujipaka pale. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo mafuta yalikuwa yanaweza kutumika katika shughuli za kawaida ni kwa ulinzi wa wanyama mbalimbali dhidi ya wadudu wadogo wadogo. Na hapa nitakusaidia kuelewa kitabu cha Zaburi. Naomba nikuonyeshe kitabu cha Zaburi mara moja, maana wengi tumekuwa tukisoma na hatuwezi kuelewa kiundani nini ambacho kinazungumzwa kwenye Zaburi ya 23. Twende pale Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 ni andiko maarufu ambalo najua kwamba unalifahamu. Sasa twende tukalisome pale. Anasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Angalia maneno, unaweza kupigia mstari, ni ya msingi, nitakuelezea. Anasema umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Utaona kuanzia mstari wa kwanza mwandishi ambaye ni Daudi anaanza kujiweka mahali pa kujifananisha na mnyama, probably ni kondoo, na anamtazama Mungu kama mchungaji wake. Kwa anasema Bwana ni mchungaji wangu. Kwa mambo yote ambayo yanazungumziwa baada ya hapo yanapaswa kutazamwa katika huo uhalisia wa mahusiano ya kondoo na mchungaji wake. Ndio anazungumza sasa kwenye mstari wa 5, anasema umenipaka mafuta kichwani pangu. Katika jamii za kale mafuta yalikuwa pia yanaweza yakatumika kwa ajili ya wanyama kama kondoo, kama ng'ombe, kama mbuzi. Hawa wanyama mara nyingi walikuwa wanashambuliwa na vimelea au wadudu, mara nyingine wadogo wadogo kama nzi, na walikuwa wakiingia kwenye masikio ama kwenye pua za wanyama ama kwenye maeneo yaliyo wazi, wanawafrustrate wale wanyama. Kwa mnyama anaanza kujisumbua, anaanza kusumbuka kiasi ambacho ili kutoa ile adha ya yule mdudu ndani yake anaweza akajibamiza kwenye miamba, akajiumiza na hatimaye hata kujiua kama kuna kamdudu kamefanyaje, kameingia mule ndani. Kwa wachungaji, ili kuwalinda wanyama wao dhidi ya hali za namna hiyo, walikuwa wanawatia wanyama wao mafuta kichwani. Halafu sehemu zingine wanachukua, mfano masikio, wanapaka mafuta pembeni ya sikio na kwenye pua pia. Kwa mnyama anapokuja akisikia harufu ya yale mafuta, mdudu anapokuja akisikia harufu ya yale mafuta, hawezi kuingia tena pale, hawezi kuingia. Kwa mafuta yalikuwa yanatumika katika shughuli za kawaida za kuwahifadhi au kuwalinda wanyama dhidi ya wadudu, na katika pointi hiyo ni kuwalinda dhidi ya hatari mbalimbali. Pamoja na kwamba ukweli huu unahusiana na taratibu za ufugaji za jamii za kale, tunaweza pia tukauchukua katika namna ya kiroho kwamba moja kati ya kazi muhimu sana ya mafuta ni kuleta ulinzi juu ya mtu. Upako unaleta ulinzi juu ya mtu. Kwa wanapozungumza akisema kwamba umenipaka mafuta kichwani pangu, sio kwa ajili ya kukufanya uwe maalum sana, ni kwa ajili ya kukulinda na hatari. Kwa ajili ya kukulinda na hatari. Daudi anapolitumia hilo andiko, umenipaka mafuta kichwani pangu, anazungumzia kazi ya ulinzi wa Mungu juu yake. Watu wa Mungu, sisi tuko pamoja? Tuko pamoja eh? Sasa tuangalie matumizi ya kiroho ya mafuta. Matumizi ya kiroho ya mafuta. Na hapa ndipo mahali ambapo tutalazimika sasa kuangalia Agano la Kale na Agano Jipya kwa ujumla wake, tuweze kuona mafuta yalikuwa yanatumikaje. Hebu tuangalie dhana ya upako au mafuta katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale upako ulikuwa unamaanisha mambo matatu, ama ulikuwa ni alama mambo matatu. Ulikuwa ni alama ya mambo matatu, au ulikuwa ni ishara ya mambo matatu. Mtu yeyote anapotiwa mafuta katika Agano la Kale ilikuwa ni ishara ya moja kati ya mambo haya matatu, na kimsingi ni yote haya matatu. Jambo la kwanza, kutiwa mafuta ama upako kulikuwa ni ishara na alama ya kuchaguliwa kwa mtu na Mungu kwa ajili ya kazi fulani.
Yaani ni alama ya Mungu kumchagua mtu kwa ajili ya kazi fulani ambayo Mungu amekusudia mtu huyo aweze kufanya. Kwa mafuta au upako katika Agano la Kale ilikuwa ni alama ya uchaguzi. Alama ya uchaguzi ama kuchaguliwa, kwamba Mungu amemchagua huyu mtu. Mungu amemchagua huyu mtu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kutiwa mafuta au upako juu ya mtu katika Agano la Kale ilikuwa ni alama ya kutakaswa na kuwekwa wakfu kwa mtu mbele za Mungu. Ni alama ya kutakaswa na kuwekwa wakfu kwa mtu mbele za Mungu. Kwa sasa Mungu amemchagua huyu mtu kwa ajili ya kazi fulani, halafu Mungu anamtakasa huyu mtu na kumweka wakfu ili aweze kuifanya hiyo kazi. Maana ya kuweka wakfu maana yake ni kukifanya kitu kiwe kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya matumizi ya Bwana na Bwana peke yake. Kwa mtu aliyewekwa wakfu hauwezi kumkuta kila mahali. Mtu aliyewekwa wakfu hauwezi kukuta anafanya kila kitu. Mtu aliyewekwa wakfu anafanya kile ambacho Bwana amemuitia kukifanya. Kwa upako ulikuwa ni alama, ni ishara ya kuidentify kwamba huyu mtu anao wito wa Mungu, analo kusudi la Mungu juu yake, anayo kazi ya Mungu ndani yake, na Mungu amemwandaa na kumweka wakfu kwa ajili yake. Maana yake kuweka wakfu ni tendo la Mungu kujimilikisha chombo kwa ajili ya matumizi yake. Watu wa Mungu tunaelewa vizuri Tendo la Mungu kujimilikisha chombo kwa ajili ya nafsi yake. Tunakumbuka vizuri kitabu cha Yeremia sura ya 3 kinasema, nami nitawapa wachungaji wa upendezao moyo wangu. Anayetoa viongozi wa kiroho, anayewaita watu katika shughuli mbalimbali na kazi mbalimbali kwa kusudi maalum ni Mungu. Kwa wakati mtu ameitwa na kuitikia wito, hawi mali yake tena, anakuwa mali ya Mungu. Kwa mafuta, kule kutiwa mafuta, ule upako ulikuwa ni ishara ama ni alama kwamba huyu mtu sasa ametakaswa na kuwekwa wakfu kwa Mungu kwa kazi maalum. Maana ya kutakaswa maana yake pia ni kutengwa. Kutakaswa sio tu kusafishwa. Kutakaswa maana yake ni kutengwa. Hiyo ndio inazaa neno utakatifu, na nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba kibiblia maana ya utakatifu au kitu kitakatifu sio tu kitu kisicho na hatia, kisicho kichafu, hapana. Maana ya kitu kitakatifu ni kitu ambacho kimetengwa, kimetolewa mahali pasipofaa na kuwekwa mahali panapofaa kwa ajili ya kazi fulani maalum. Kwa hiyo maana ya mafuta kwenye Agano la Kale ilikuwa inasimama kama ishara ya kutakaswa na kuwekwa wakfu na Mungu kwa ajili ya kazi fulani. Maana ya tatu ya mafuta ama upako katika Agano la Kale ilikuwa ni alama au tendo la kuwezeshwa na Mungu kuifanya kazi hiyo. Kuwezeshwa na Mungu kuifanya kazi hiyo. Kwa utagundua Mungu ndiye anayeita watu, Mungu ndiye anayejimilikisha watu aliowaita, na Mungu ndiye anayewawezesha wale aliowaita na aliojimilikisha. Kwa chochote ambacho mtu ameitwa na Mungu anakifanya, sio kwa uwezo wala sio kwa nguvu yake, ni kwa uwezesho wa Mungu juu yake. Kwa mafuta kwenye Agano la Kale ilikuwa ni alama ya Mungu kuwa pamoja na mtu ili amwezeshe mtu kutimiza wajibu ambao yeye mwenyewe Mungu ameukusudia. Na ndio maana utakumbuka, utaona mwangwi wa hii kauli kwenye kitabu cha Mathayo sura ile 28. Wakati Yesu anaondoka, anawatuma wanafunzi wake kuhubiri Injili, akasema na mimi pia niko pamoja nanyi mpaka mwisho. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwa haiti na kumwacha aliyeitwa ajiendeshe, ajiongoze, ajitegemee. Mungu huwa anaita na kumwezesha yule aliyemuita kwa kuwa pamoja naye. Na naomba sasa hapa nikuelezee dhana nzuri ya wito. Kwa sababu ninapozungumza habari ya kutiwa mafuta, kuitwa kwa kazi ya Mungu na kila kitu, wengi akili zetu zinaishia tu kwenye huduma za madhabahuni. Mungu anaweza akakuita hata kwenye hiyo kazi unayoifanya. As a matter of fact, hiyo kazi unayoifanya ni wito wa Mungu kwa ajili yako. Na kwa sababu ni wito wa Mungu kwa ajili yako, Mungu huwa haiti pasipo kuwezesha. Kwa popote ulipo na kila unachokifanya, yeye yuko pamoja na wewe akikuwezesha. Bwana na alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Sawa, kwa hiyo utagundua sasa, kwa kifupi tungesema kwamba dhana ya upako kwenye Agano la Kale inazungumzia tu mambo mawili. Kwanza ni kuhalalisha na kuwezesha. Narudia, ni kuhalalisha
na kuwezesha. Maana yake kwenye Agano la Kale hakuna mtu angeweza kukaa mahali pa nafasi isipokuwa ameidhinishwa kwa kutiwa mafuta, amehalalishwa kwa kutiwa mafuta, ndio anaweza akakaa mahali pa utumishi au mahali pa nafasi. Na upande wa pili, mtu huyo sasa, ile ishara ya kutiwa mafuta ni alama ya kujiliwa na Roho Mtakatifu juu yake, ni alama ya uwepo wa Mungu kuwa pamoja naye ili kumwezesha katika yote ambayo anapaswa kuyafanya. Kwa kifupi ndio tungesema kwamba upako katika Agano la Kale unazungumza tu habari ya kuhalalisha, habari ya kuhalalisha na kuwezesha. Mtu asingeonekana amekaa katika nafasi yake kihalali isipokuwa ametiwa mafuta, isipokuwa amemwagiwa mafuta, isipokuwa amepakwa mafuta. Sasa naomba nikuonyeshe kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 30. Kitabu cha Kutoka sura ya 30 chenyewe kinaelezea aina ya mafuta yaliyokuwa yakitumika kwa shughuli za kiroho. Kule kwenye shughuli za kawaida ambazo tulianza kuzungumza, mafuta mbalimbali yalikuwa yanaweza yakatumika kulingana na uwezo wa watu kutengeneza. Lakini inapokuja kwenye shughuli za kiroho, Mungu alimwagiza Musa kutengeneza mafuta ambayo yatatumika rasmi kwa shughuli tu za kiroho na si shughuli nyingine yoyote ile. Kwa kitabu cha Kutoka sura ile ya 30 na mstari wa 22. Twende kwa pamoja pale watu wa Mungu. Kutoka sura ile ya 30 kuanzia mstari wa 22 tutaenda mpaka mstari wa 32. Ukipata sema amen, tuanze kusoma katika jina la Yesu. Okay, anasema kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi shekeli 500, na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yani shekeli 250, na kane shekeli 250, na kida shekeli 500, kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5. Nawe utafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato. Hii Biblia yetu ni ngumu sana. Naomba tafsiri ya neno tafadhali. Naomba nisome kwenye tafsiri ya neno. Some kwenye tafsiri ya neno. Hii ina terminology ambazo zinaweza zikakupa shida. Kane ni nini? Kwa hiyo tusome kwenye neno, inaweza kutusaidia kidogo. 30 ya Kutoka 22. Nitasoma. Amen. Kisha Bwana akamwambia Musa, chukua vikolezo bora vifuatavyo: shekeli 500 za manemane ya maji, shekeli 250 za mdalasini wenye harufu nzuri, shekeli 250 za miwa yenye harufu nzuri, shekeli 500 za aina nyingine ya mdalasini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, pia hini ya mafuta ya zeituni. Vitengeneze vikolezo hivi kuwa mafuta matakatifu ya upako yenye harufu nzuri. Kazi ya mtengeneza manukato yatakuwa mafuta matakatifu ya upako. Kisha yatumie kupaka hilo hema la kukutania, sanduku la ushuhuda, meza na vifaa vyake vyote, kinara cha taa na vifaa vyake vyote, madhabahu ya kufukizia uvumba, madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na vyombo vyake vyote, na sinia pamoja na kitako chake. Utaviweka wakfu ili viwe vitakatifu sana, na kila kitakachoigusa kitakuwa kitakatifu. Mpake Haruni na wanawe mafuta, na uwaweke wakfu ili waweze kuitumikia kazi ya ukuhani. Waambie wa Israeli, haya yatakuwa mafuta matakatifu yangu ya upako kwa vizazi vijavyo. Usiyamimine juu ya mwili juu ya miili ya wanadamu, wala usitengeneze mafuta aina nyingine kwa utaratibu huu. Ni mafuta matakatifu na ni lazima myaone kuwa ni matakatifu. Amen. Mstari 33. Mtu yeyote atakayetengeneza manukato kama hayo na kuyamimina juu ya mtu ambaye si kuhani atakatiliwa mbali na watu wake. Okay, kwa Mungu anampa Musa maelekezo ya kutengeneza haya mafuta ya upako, na anamwambia wazi kwamba mafuta haya yatumike tu kwa shughuli za kiroho. Tena mstari wa 33 anaweka angalizo
kwamba mtu yeyote ambaye atatengeneza mafuta kama haya na aanze kuyatumia kwa shughuli za kawaida tu, kwa shughuli zake binafsi, au kumtia mtu ambaye hakupaswa kutia mafuta, huyo mtu na auawe. Ndivyo maandiko yanavyozungumza, ile kukata mbali na wake, maana yake auawe, atauawa. Kwa utaona namna ambavyo Mungu alikuwa amedhamiria kufanya upako au mafuta ya upako liwe ni jambo serious kiasi hicho, kwamba sio kila mtu anastahili kutiwa mafuta. Kwenye Agano la Kale sasa, sio kila mtu alikuwa anastahili kutiwa mafuta ya upako juu yake. Sio kila mtu alikuwa anaweza kutiwa mafuta ya upako juu yake, na sio kila mtu alikuwa anaweza kutia mafuta ya upako juu ya mtu mwingine. Kama mtu ambaye sio kuhani au sio mtu aliyepewa hiyo kazi akifanya hivyo kwa mtu mwingine, lilikuwa ni kosa. Kama mtu ambaye sio kuhani au hana maelekezo akitengeneza mafuta ya upako kwa namna ambayo Mungu amemwelekeza Musa na akayatumia kwa matumizi yake binafsi, pia lilikuwa ni kosa. Kwa hii inatuletea picha sasa ya msingi sana, na ndio itakuwa msingi wa tofauti wetu. Tutakapokuja kuangalia next week kwa habari ya upako katika Agano Jipya, tutaona tofauti kubwa ya upako kwenye Agano la Kale na upako kwenye Agano Jipya ni kwamba upako wa Agano la Kale ulikuwa tu ni kwa ajili ya watu maalum, sio kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya watu maalum. Lakini upako wa Agano Jipya ni kwa ajili ya waamini wote. Ila kwenye Agano la Kale upako ulikuwa ni kwa ajili ya watu maalum. Sasa nikuoneshe vitu au watu waliopaswa kupewa mafuta, kumiminiwa mafuta ama kupakwa mafuta kwenye Agano la Kale. Tumesoma hapa katika maandiko. Kwanza utaona vyombo mbalimbali vya ibada vilipaswa kutiwa mafuta. Vyombo mbalimbali vilipaswa kutiwa mafuta kama ishara ya kuwekwa wakfu. Na kutajia maandiko ambayo kwa sababu ya muda wangu utayasoma, kwa hiyo nitaomba uyaandike tu. Vitu ambavyo vilikuwa vinapaswa kutiwa mafuta kwenye Agano la Kale. Kwanza, vyombo mbalimbali vya ibada. Vyombo mbalimbali vya ibada. Utaona hapa kwa mfano kwenye hii sura ya 30 kuanzia mstari wa 26, anasema nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukiza uvumba, na madhabahu ya kuteketezea sadaka. Vyote hivi ni vitu ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya ibada, kwa hiyo vilipaswa kutiwa mafuta. Sababu ya kwa nini, ukisoma kitabu cha Daniel sura ya 6 utaona yale maneno maarufu mene mene tekeli na peres, mkono ulitokea na kuandika hiyo habari kwa yule mfalme Belteshaza, mtasaidia kuangalia pale. Kwa nini ilitokea hivyo? Ni kwa sababu alitumia vyombo vya hekaluni vilivyowekwa wakfu kwa kazi ya hekaluni, yeye akavitumia kunywea pombe. Na ndio maana utagundua mtu wa Mungu, hakunaga tofauti kati ya vifaa vinavyotumika kanisani kwa mfano na vile vinavyotumika mtaani. Kama ni viti tunavyotumia kanisani na wanatumia kule kule. Kama ni vyombo vya muziki ni vile vile tu. Lakini kinapoingia hapa kanisani huwa tunakiweka wakfu kwa ajili ya Bwana, na hiyo inamaanisha kwamba matumizi yake ni kwa ajili tu ya kusudi la kumtukuza Bwana na Bwana peke yake. Kwa ile mfalme alichokifanya, alifanya dhiaka isiyo ya kawaida. Alichukua vyombo vya hekaluni ambavyo alivichukua kutoka kule Yerusalemu, alipoivamia Yerusalemu, akavileta mahali penye sherehe aliyoiandaa na kuanza kuvitumia vile vyombo kwa ajili ya kujilewesha au kwa ajili ya ulevi. Sasa nataka tufikirie hichi kitu. Kama Mungu alikuwa serious sana na chombo tu cha hekaluni ambacho kimetofautishwa na vingine vyote kwa kutiwa tu mafuta, alikuwa serious kiasi cha kukomesha ufalme na utawala wa mfalme, na hicho ni chombo tu, vikombe na vitu vingine ni chombo tu. Vipi kwa habari ya mtu aliyetiwa mafuta? Kama Mungu yuko serious kiasi hicho na chombo tu, vipi kwa habari ya mtu aliyetiwa mafuta? Anapojichanganyisha na maisha ya watu wengine, anapoji-identify sana mwenendo wa watu wengine, vipi kuhusu huyo? Vipi kuhusu hiyo hatari yake? Maana yake ni hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo utaona kwenye maandiko inaonyesha kwamba katika Agano la Kale mpaka vyombo vinavyotumika kwenye ibada ya hekaluni vilikuwa ni vyombo ambavyo vinapakwa mafuta kama ishara ya kuwekwa wakfu. Andika maandiko. Kitabu cha Kutoka sura ya 29 mstari wa 29 inaelezea hiyo point, kuonesha vyombo vinavyotiwa mafuta. Kitabu cha Kutoka sura ya 29 mstari wa 29. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 29 tayari,
na 30:26 mpaka 29 ambayo tumetoka kusoma muda si mrefu. Lakini pia kitabu cha Kutoka sura ya 40 mstari wa 9 mpaka wa 11. 40:9 mpaka 11 Kutoka inazungumza pia hilo jambo, na kitabu cha Walawi sura ile ya 8 mstari wa 10 mpaka wa 11. Walawi sura ya 8 mstari wa 10 mpaka wa 11. Na mwisho kabisa tutamalizia kitabu cha Hesabu sura ya 7 mstari wa kwanza. Kwa hiyo Walawi sura ya 10 sura ya 8 mstari wa 10 mpaka 11, Walawi 8:10 mpaka 11, Hesabu 7:1, na Kutoka 40:9 mpaka 11, Kutoka 30:26 mpaka 29, na Kutoka 29:29. Hii ni pointi ya kwanza, kuonesha vitu vilivyokuwa vikitiwa mafuta, kwa sababu kwenye Agano la Kale sio kila mtu ama kila kitu kiwa kinatiwa mafuta, ni vitu fulani maalum peke yake. Jambo la pili au kundi la pili la watu ambao walikuwa wanastahili kutiwa mafuta ni makuhani. Kuhani alikuwa pia anatakiwa atiwe mafuta kwenye Agano la Kale. Kumbuka kwenye Agano la Kale upako haukuwa kwa ajili ya kila mtu. Upako ulikuwa kwa ajili ya watu maalum wenye kazi na wajibu maalum peke yake. Kwa makuhani wao walikuwa ni daraja. Maana ya kuhani kimsingi tungezungumza yeye ni daraja. Kuhani anawaunganisha watu Mungu. Hiyo ndio kazi ya kuhani. Ni mtu ambaye anasimama kati ya watu na Mungu, akimtambulisha Mungu kwa watu na kuwatambulisha watu kwa Mungu. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, wakati kuhani anapokuwa mbele za Mungu, huwa anakuwa mbele za Mungu kwa ajili ya watu, hasa watu wake, kwa niaba ya watu wake. Alafu wakati kuhani anakuwa mbele za watu, manake anasimama mbele za watu kwa ajili ya Mungu ama kwa niaba ya Mungu. Kwa kama mimi hapa naposimama kukuhudumia, manake nimesimama kwa niaba ya Mungu mbele zako. Nikienda mbele za Mungu kukuombea, manake nimesimama kwa niaba yako mbele za Mungu. Ndio ilikuwa kazi ya kuhani. Anasimama kwa niaba ya Mungu mbele za watu na kwa niaba ya watu mbele za Mungu. Kitabu cha Ibrania sura ile ya 4 mstari wa 15 ni kuonesha moja kati ya sifa ya kuhani, moja kati ya sifa muhimu kabisa ya kuhani. Katika ile Ibrania sura ya 4 mstari ule wa 15, Ibrania sura ile ya 4 mstari wa 15, maandiko yanasema hivi: kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Niishie tu hapo. Anamzungumzia Yesu Kristo. Kimsingi anazungumzia ukuhani wa Yesu Kristo, lakini nimependa hiyo point. Hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Manake moja kati ya sifa muhimu sana ya kuhani ni uwezo wa kuchukuliana na watu wake. Maana ya neno kuchukuliana kwa Kiingereza nadhani anatumia neno kusympathize, ndivyo? Sympathize, yani ni kama kuwa na sehemu, kujiidentify na watu. Yani kuelewa hali za watu vile walivyo na kusogea mbele za Mungu kwa uhalisia wa vile watu walivyo. Na ndio sababu ya kwa nini Yesu Kristo alivaa. Watu wa Mungu, nitakufa muda si mrefu. Ifeni iinuliwe kidogo, hii iinuliwe nipige usoni, maana napata nani sana. Kwa ndio utaona ndio sababu ya kwa nini Yesu Kristo alivaa mwili akaja kwetu. Alivaa mwili akaja. Kwa nini anavaa mwili? Kwa nini asingekuja kwa namna ambavyo alikuwa kule mbinguni? Alikuja kwa namna ya kimwili ili kuchukuliana na sisi. Watu wa Mungu, tunaelewa vizuri hiyo habari ya feni tuachane nayo. Ishapita hiyo. Hiyo ishapita. Nieleweni hapa vizuri. Yesu Kristo alivaa mwili ili aweze kuchukuliana na sisi. Kwa hiyo anafahamu maumivu ya kutengwa kama wewe unavyofahamu. Anafahamu maumivu ya kuumizwa na watu wake wa karibu kama wewe unavyofahamu. Anafahamu maumivu ya kusalitiwa kama wewe unavyofahamu. Anafahamu maumivu ya kuwa na kimeo cha kodi kama wewe unavyofahamu. Tena kuna wakati alikuwa anadaiwa kodi, akawaambia wanafunzi wake, nendeni kule mkavue samaki. Yule samaki wa kwanza anayetoka mtachukua kodi mule ndani. Kwa na yeye amewahi kudaiwa kodi, kwa hiyo anafahamu inafananaje kudaiwa kodi, anaelewa vizuri. Hakuna kitu unapitia leo yeye hawezi kujiidentify nacho, kwa sababu na yeye alikuwa mwanadamu kama wewe. Kwa moja ya sababu ya kwa nini Yesu Kristo alifanyika mwili ni ili aweze kutimiza qualification ya kuhani, kwamba kuhani lazima aweze kuchukuliana na watu wake. Maana yake afanane na watu wake.
Kwa utaona ukiendelea kusoma ile maandiko, anasema yeye alikuwa mwanadamu kama sisi na alijaribiwa katika kila namna kama sisi, isipokuwa yeye hakutenda dhambi. Ila kwa habari ya kufanana, alikuwa anafanana kabisa na sisi. Yeye hakutenda dhambi. Kwa hiyo kama Yesu Kristo alikuwa mwanadamu kama mimi na hakuweza kuishi maisha ya dhambi, maana yake hiyo inawezekana kwa kila muamini. Hiyo inawezekana kwa kila muamini. Kwa sababu ndio maana ya yeye kuwa mwanadamu, ni ili kutupa reference ya mambo ambayo tuwapo wanadamu au tukiwa wanadamu yanawezekana. Kwa kundi la pili la watu ambao wanatiwa mafuta ni makuhani. Na palikuwa pana kuhani mkuu na makuhani wengine ambao walikuwa wanatofautiana sana katika maeneo yao ya utumishi. Anaweza kuingia katika hema ya kukutania patakatifu kabisa, alikuwa ni kuhani mkuu, na makuhani wengine walikuwa wanaishia tu sehemu ya nje, lakini wote walikuwa wanatiwa mafuta kama ishara kuhalalishwa, kutengwa na kuwezeshwa na Mungu kuweza kuifanya kazi hiyo ya ukuhani. Yaandike haya maandiko haraka alafu niende kwenye point nyingine ya kundi la watu wengine ambao walikuwa wanatiwa mafuta. Kutoka sura ile ya 28 mstari wa 41. Kutoka sura ya 28 mstari wa 41. Na kutoka sura ya 29 mstari wa 7. Kutoka 29:7. Kutoka tena 30:26 mpaka 30. Kutoka 30:26 mpaka 30. Alafu Warumi sura ile ya 8 mstari wa 9 mpaka 11. Warumi 8:9 hadi 11. Na utasoma pia na mambo ya Walawi sura ile ya 8. Utaona kwamba hawa walikuwa wanatakiwa kutiwa mafuta. Kwa utagundua ingawa wajibu wao au kuhani ulikuwa ni jambo la kurithi, sio damu iliyokuwa inamweka mtu kwenye nafasi ya ukuhani, ni mafuta ndio alikuwa anamweka mtu kwenye nafasi ya nini? Ya ukuhani. Kwa baada ya kuwa amezaliwa katika familia ya kikuhani, tayari anakuwa alifai kuwa kuhani, lakini haanzi kufanya wajibu wa kikuhani mpaka awezeshwe kwa kutiwa mafuta kama ishara ya uwezesho na kutengwa na kuwekwa wakfu na kujiliwa na Roho Mtakatifu juu yake. Kundi la tatu la watu ambao walikuwa wanatiwa mafuta walikuwa ni wafalme kwenye Agano la Kale. Kwa kwenye Agano la Kale tumeshaangalia vyombo vya hekaluni vilikuwa vinatiwa mafuta, makuhani walikuwa wanatiwa mafuta, na wafalme pia walikuwa wanatiwa mafuta. Sasa utaona tofauti kidogo na kuhani ambaye anasimama akimwakilisha Mungu kwa watu na watu kwa Mungu. Mfalme yeye alikuwa na kazi ya kuwakilisha utawala wa Mungu juu ya watu. Utawala wa Mungu juu ya watu. Yaani mfalme ndio alikuwa demonstration ya namna ambavyo Mungu anawatawala watu. Mfalme alikuwa kielelezo cha utawala wa Mungu juu ya watu. Kwa ukiona kwenye Petro fulani maandiko yanawaita waamini kwamba sisi ni uzao wa kifalme na kikuhani, maana yake ni kwamba sisi ndio daraja kati ya ulimwengu uliopotea na Mungu, lakini pia sisi ndio mfano wa namna Mungu anavyoutawala ulimwengu. Sisi hapa. Kwa sababu Mungu anatawala ulimwengu kupitia waamini. Muamini ni balozi wa Mungu hapa duniani, ndio anayewakilisha mamlaka ya Mungu hapa duniani. Ndiye mtawala kwa niaba ya Mungu hapa duniani. Na alipendaga sana ile andiko la Efeso sura ya 3 mstari wa 10. Anasema ni kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu inajulikana na ufalme na mamlaka katika ulimwengu wa roho kwa njia ya kanisa. Kwa kanisa ndio linaweza likaachilia hekima ya Mungu. Tukiwa tunazungumzia ufalme wa Mungu hapa duniani, unafikiri tunazungumzia nini? Unajua kwa wakati huu Mungu ni mfalme. Hiyo ni kweli. Lakini sio kweli kwamba Mungu ni mfalme juu ya kila mtu. Ufalme wa Mungu kwa sasa unawakilishwa kwa njia ya wokovu. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Ufalme wa Mungu kwa sasa hapa duniani unawakilishwa kwa njia ya wokovu. Nielewe vizuri. Ni kweli Mungu anatawala dunia nzima. Ni Mungu mkuu juu ya wote wenye mwili. Lakini picha halisi ya utawala na ufalme wake hapa duniani ni kanisa, ni wokovu. Ndio picha halisi ya utawala na ufalme wake hapa duniani. Kwa mimi na wewe ni watawala kwa niaba ya Mungu kama ambavyo wafalme wa Agano la Kale walikuwa. Kwa wakati makuhani wanamwakilisha Mungu kwa watu na kuwakilisha watu kwa Mungu, mfalme alikuwa anawakilisha utawala wa Mungu juu ya watu. Kwa mfalme alikuwa ndio tafsiri ya inafananaje
kuongozwa na Mungu? Inafananaje kutawaliwa na Mungu? Inafananaje kutunzwa na Mungu? Kwa sababu mfalme ndiye alikuwa mpaji wa taifa, ndiye alikuwa anasimama mahali pa upaji wa taifa. Kwa hiyo inafananaje pia kuweza kuexperience ugavi wa kiungu? Ndio mfalme alikuwa anasimama kwenye hiyo picha. Kwa hiyo wafalme walikuwa nao wanatiwa mafuta. Kwa hiyo utagundua pia jambo lingine, nao utawala wao ama wajibu wao unafanana na ule wa makuhani. Mfalme anapata ufalme kwa njia ya kurithi, lakini hawezi akakaa mahali pa nafasi isipokuwa ametiwa mafuta. Kwa mafuta ama upako ndilo jambo ambalo lilikuwa linaweka watumishi Mungu waliowachagua mahali pa nafasi. Mtu hawezi akakaa mahali pa kusudi au mahali pa nafasi isipokuwa ametiwa mafuta, kwa sababu mafuta ndio yanamsaidia kujua ni nini hasa ameitiwa kukifanya. Mafuta, upako ule juu yake. Kwa wafalme walikuwa natiwa mafuta pia. Andika maandiko kwa haraka haraka, dakika zangu 10 zinatosha kumaliza hapa. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 12 mpaka 13. Samueli wa kwanza sura ile ya 16 mstari wa 12 mpaka wa 13. Samueli wa kwanza 16, 12 na 13. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 34. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 34, na utasoma na mstari ka 39 pale kwenye hiyo Wafalme. Na Wafalme wa pili sura ya 11 mstari wa 12. Yote haya yana record matukio ya wafalme kutiwa mafuta, kwa sababu mfalme asingekaa kwenye nafasi isipokuwa ametiwa mafuta. Kundi la mwisho la watu ambao kwenye Agano la Kale walikuwa wanatiwa mafuta, kundi la mwisho kabisa, walikuwa ni manabii. Nabii alikuwa anatiwa mafuta. Kwa hiyo elewa sasa kwamba kwenye Agano la Kale sio watu wote walikuwa wanatiwa mafuta, sio watu wote walikuwa wanatembea na upako. No. Ni haya makundi niliyokutajia ndio ambao walikuwa wanaruhusiwa kutembea na upako hao. Kwa manabii nao walikuwa wanatiwa mafuta. Manabii wao tungeweza kusema ni vinywa vya Mungu au ni wasemaji wa Mungu, watu ambao wanaongea kwa niaba ya Mungu. Tofauti na wafalme na makuhani, unabii halikuwa jambo la kurithi. Mtu alikuwa harithi, sio kwa sababu baba alikuwa nabii basi na mtoto naye anakuwa nabii kwa njia ya Adamu. Hapana. Kwa wafalme ilikuwa inafanya kazi kwa namna hiyo, kwa makuhani ilikuwa inafanya kazi katika namna hiyo, lakini kwa manabii haikuwa inafanya kazi katika namna hiyo. Palikuwa pana namna ambayo Mungu anamthibitisha yeye mwenyewe, anamuita na kumthibitisha nabii nje na idhini ya watu. Utaona makuhani walihitaji kutiwa mafuta mbele ya watu. Wafalme wanatiwa mafuta mbele ya watu kama alama ya kuidhinishwa na watu wakae mahali pa nafasi kwa niaba ya Mungu ili kuwaongoza watu. Lakini kwa manabii haikuwa hivyo. Nabii alikuwa hahitaji uidhinisho ama idhini ya mtu ili akae mahali pa nafasi. Kwa nabii utaona katika maandiko hata hatuna record nyingi za manabii kutiwa mafuta katika namna ambao wafalme na makuhani walikuwa kutiwa mafuta. Hatuna record. Kwa sababu nabii alikuwa akishasemeshwa na Mungu na akipewa nguvu ya Roho Mtakatifu, hata pasipo mafuta, akipewa nguvu ya Roho Mtakatifu, he is good to go. Anafanya kazi kama nabii. Kwa tuna record chache sana za maandiko ya watu au mtu aliyetiwa mafuta kama nabii, na mfano huo ni wafalme. Nitaomba tusome Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ile ya 19 na mstari ule wa 15. Ili ndio andiko letu la mwisho hapa. Wafalme wa kwanza sura ile ya 19 na mstari wake wa 15. Maandiko yanasema hivi: Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa inasoma nini? Awe mfalme wa Sham, na Yehu mwana wa Namsi mtie mafuta awe mfalme wa Israel. Alafu anasema na Elisha mwana wa Shafati wa Abel-Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Mtie mafuta Elisha awe nabii mahali pako. Kwa manabii walikuwa wanatiwa mafuta sio kwa namna ambao wafalme na makuhani walikuwa wanatiwa mafuta. Hawa walikuwa wito wao
ni kule sirini zaidi. Mungu akishampa nguvu na uwezo wa kuwa msemaji wake, he's good to go. Mara nyingine hata hahitaji mafuta ya kwamba itengenezwe sherehe hadharani ili yatiwe mafuta. Na ndio maana tuna maandiko tu machache yanayoelezea kutiwa mafuta kwa manabii, na kubwa au mojawapo ni ile ambayo tumelisoma kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Elisha. Kwa hiyo manabii, kwa msingi wa ile andiko, inatupa picha pia kwamba manabii nao walikuwa wakitiwa mafuta kama namna ya kuingizwa katika wajibu na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu waifanye ile kazi ambayo Mungu amewaitia kuweza kuifanya. Naomba napomalizia sehemu hii ya somo langu la leo nikufundishe dhana ya Masihi. Nataka hiyo, andika tu hiyo title, nitakuelezea vizuri. Dhana ya Masihi. Dhana ya Masihi. Dhana au maana ya Masihi. Dhana au maana ya Masihi. Asante sana kwa kuendelea kunisikiliza. Kwa kweli mimi ni yule mwalimu ambaye nitakuanzia mahali fulani hivi ili nikujengea msingi huku vizuri. Tukianza kupaa kule unaanza kujua nini hasa ambacho tunazungumza. Kwa hiyo tunachukulia sehemu ya wiki iliyopita na hii ya leo ni kama sehemu za utangulizi, na ile ya wiki ijayo ni kama sehemu za utangulizi. Baada ya hapo tunaanza sasa kutake off. Ila hapa ndipo mahali ambapo nataka unielewe vizuri sana, kwa sababu hautaelewa chochote huko mbele kama hujanielewa kwenye haya ambayo nayatengeneza kama msingi hapa chini. Dhana ya Masihi. Sasa nimekwambia mafuta yalikuwa yanapakwa juu ya makuhani, manabii na wafalme na hata vile vyombo vya hekaluni. Ile shughuli nzima ya kutia mafuta ile ilikuwa kwa Kiebrania inaitwa mashak. Mashak hauna haja ya kuijua wala kuiandika kwa sababu sio Mwebrania, lakini nakuelezea kwa inaitwa mashak. Ndio ile shughuli nzima ya kutia mafuta. Na yule anayetiwa mafuta alikuwa anaitwa Mashiach. Mashiach ndio alikuwa anatiwa, yule anayetiwa mafuta. Kwa hiyo kama nabii anatiwa mafuta anaitwa Mashiach, kama mfalme anatiwa mafuta anaitwa Mashiach. Hivyo hivyo, ambayo kwa Kiswahili ni Masihi. Kwa Masihi ni mtu aliyetiwa mafuta. Tumeelewa vizuri kwa Mungu Masihi ni mtu aliyetiwa mafuta. Kwa mfalme akitiwa mafuta anaitwa Masihi. Sawa? Tutoke kwenye ule uelewa wa kwamba Masihi ni Yesu Kristo. Kabla ya pale kwanza, tutafika pale. Tuanzie nyuma. Kila anayetiwa mafuta, title ilikuwa ni Masihi. Maana neno Masihi manake mpakwa mafuta, the anointed one. Ndio maana neno Masihi. Wala alihusiani kwanza na uungu wa mtu. Linahusiana na title anayoipata mtu baada ya kutiwa mafuta juu yake. Kwa anayetiwa mafuta anaitwa Masihi. Awe mfalme, awe kuhani, awe nabii, anaitwa Masihi. Mashiach. Masihi anaitwa Masihi. Na neno hilo hilo Masihi kwenye lugha ya Kiyunani ni neno Christos. 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 Na hapo tumepata neno la Kiswahili Kristo. Kwa neno Kristo maana yake ni mpakwa mafuta. Sawa? Kwa Mashiach ni mpakwa mafuta kwa lugha ya Kiebrania ambao ni Masihi, na Kristo ni mpakwa mafuta kwa lugha ya Kiyunani ambayo kwenye Kiswahili ndio Kristo, lakini kwa Kiyunani ni Christos. Kwa ukisikia Yesu Kristo, Kristo sio jina la baba yake Yesu. Sawa? Watu wa Mungu tunaelewa vizuri. Kristo ni nafasi ya Yesu baada ya kuwa amepakwa mafuta na Mungu kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Ndio anaitwa Kristo, mpakwa mafuta, the anointed one, mpakwa mafuta. Kwa mtu akisema Yesu Kristo maana yake ni Yesu mpakwa mafuta. Kuna kina Yesu wengi sana, lakini Yesu aliyepakwa mafuta kwa Roho na kwa nguvu, hata akatenda kazi njema nyingi na kutoa mapepo na kuponya wagonjwa, ni yule Yesu Kristo, Yesu mpakwa mafuta. Yesu mpakwa mafuta. Kwa hiyo anachukua hiyo title, anachukua hiyo nafasi ya mpakwa mafuta. Kwa na sisi pia, kwa sababu kwenye msingi wa Agano Jipya waamini wote tumetiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, sisi pia tunaitwa Makristo. Wala hiyo isikufanye uone kama unakufuru. Wewe ni Kristo. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie habari yako Kristo. Na mwingine anaweza akahisi kama tunakufuru kwamba hilo jina unajua ni la Yesu. Hapana, hiyo ni title. Hiyo ni title ya Kwa hiyo ukisikia siku najitambulisha kama Kristo Samuel, wala usishangae ukasema huyu ni Naama, mchungaji anajiinua. Sijiinui, ni title. We are anointed. Tofauti na Agano la Kale, Agano Jipya waamini wote wako anointed.
kwa Roho Mtakatifu. Sasa hii ni sehemu ya wiki ijayo. Nitakufundisha namna ambavyo sisi tuko anointed kwa Roho Mtakatifu. Naomba nikuonyeshe sasa kipengele cha mwisho cha dhana ya usimguse masihi wa Bwana. Kwa nini nataka kufundisha hichi kitu? Usimguse masihi wa Bwana. Ili andiko ngapi tumewahi kulisikia? Msiwaguse masihi wangu. Wangapi tumewahi kulisikia? Naomba nikusomee Nyakati wa Kwanza. Nyakati wa Kwanza. Nadhani nitamalizia hapa kwa leo. Nyakati wa Kwanza. Nataka nikutengenezee msingi wa dhana mbalimbali, maneno mbalimbali, tafsiri mbalimbali, uelewa mbalimbali, ili baadaye isiwe shida sana wewe kuelewa yale ambayo tunaendelea kujifunza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 16. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 16. Na aliyepata anaweza kanitangulia tu kusoma, it's okay. Mstari asome ule wa 19 mpaka 22. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 16 mstari wa 19 mpaka mstari wa 22. Aliyepata? Mlipokuwa watu wawezao kuhesabiwa, naam watu wachache na wageni ndani yake, wakatangatanga toka taifa hata taifa, toka ufalme mmoja hata kwa watu wengine. Hakumwacha mtu awaonee, hata mfalme aliwakemea kwa ajili yao, akisema, msiwaguse masihi wangu, msiwaguse masihi wangu, msiwadhuru nabii zangu, wala msiwadhuru nabii zangu. Okay. Haya maandiko naweza nikasema ni moja kati ya maandiko ambayo huwa sisi watumishi wa Mungu tunayatumia vibaya mno kuhalalisha ama makosa yetu au kupinga kukosolewa mahali ambapo tunahitaji kukosolewa na kuonywa. Msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru manabii wa Bwana. Mara nyingi tumekuwa na mimi pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa unapoongea hapa naongea kwa moyo mweupe ili wewe uweze kuelewa nini unapaswa kufanya na haya maandiko na nini haupaswi kufanya na haya maandiko. Haya maandiko yasiwe excuse ya wewe kumuombea mchungaji wako, hasa unapoona anatoka kwenye mstari. Yasiwe excuse ya wewe kumshauri mchungaji wako ukasema, maandiko yamesema usimguse masihi wa Bwana, kuna namna yanamaanisha, kuna kitu yanamaanisha. Na kwa bahati mbaya watumishi wa Mungu ambao hawana hofu ya Mungu na hupenda kuwaongoza kondoo wa Bwana kama watawala, wanaowatawala kwa ukali, watayatumia haya maandiko kujijengea ukuta wa kutofikiwa pale wanapokuwa wanahitaji kufikiwa kwa ama ushauri, kukosolewa au maonyo. Watajijengea wigo kupitia haya maandiko. Ukisoma vizuri utagundua kwamba mwandishi alikuwa tu anamtukuza Mungu kwa namna ambavyo alitimiza ahadi zake nyingi kwa taifa la Israeli, hasa kuwatoa kwenye nchi ya Misri mpaka Kanaani na kuwapitisha kwenye njia zote ngumu. Na Mungu alipokuwa anafanya hivyo, maandiko yanaonyesha pale alikuwa hata anawakemea wafalme wa mataifa mengine, anawafanyia ukali na kuwazuia wafalme wa mataifa mengine wanaotaka kuwadhuru watu wa taifa la Israeli. Ndio anasema, nafanya hivyo ili msiwaguse watu wangu niliowapaka mafuta. Msiwaguse, msiwadhuru, msiwaattack watu wangu niliowatia mafuta. Kwa andiko hili ukiliangalia katika muktadha wake wa asilia, linamhusu Abraham, Isaka na Yakobo, kwamba Mungu aliwalinda hawa dhidi ya wafalme wengine wote wakorofi, ili kuhakikisha kwamba kile alichokiweka ndani yao kinafikia mahali pa utimilifu. Kwa Mungu akawalinda dhidi ya mambo yote mabaya. Kwa andiko hili linazungumzia zaidi ulinzi wa Mungu juu ya watu waliopakwa mafuta kuliko katazo la Mungu kuwaonya watu waliopakwa mafuta. Wangapi wameelewa hiyo concept vizuri? Ili andiko linazungumzia ulinzi wa Mungu juu ya wapakwa mafuta, na sio Mungu kuwakemea na kuwakaripia watu wanaowaonya na kuwashauri wapakwa mafuta. Hata hivyo, kama unamuonya ama unamshauri mpakwa mafuta, mtu ambaye Bwana amemsimamisha mbele yako kukuhudumia kiroho na eneo lingine lolote lile, ni vizuri kuongea naye kwa adabu. Kwa vile vile ili andiko halikupi ruhusa ya kumtreat vyovyote, sio tu mpakwa mafuta, mtu yeyote ambaye yuko mbele yako.
Ili andiko alitoa hiyo ruhusa. Hiyo imeleka vizuri watu wa Mungu Kwa kupakwa mafuta sio uhakika kwamba hautahitaji masahihisho. Ndio maana ile andiko pia. Kupakwa mafuta sio uhakika kwamba hautahitaji maonyo. Na utaona kwenye Agano la Kale wengi walipoteza mafuta kama Sauli vile kwa sababu ya kukataa maelekezo na maonyo. Akapoteza mafuta. Sasa tutaangalia kwenye Agano Jipya kama kuna huo uwezekano wa mtu kupoteza mafuta au vipi. Andika kipengele cha mwisho kabisa, nimekimalizia na ninafunga Biblia yangu hapa ili kukutia moyo kwamba nilichokizungumza ni cha kweli. Gharama za upako. Gharama za upako. Kwenye Agano la Kale upako ulikuwa una gharama zake, kama ambavyo kwenye Agano Jipya upako pia una gharama zake, na nitakufundisha gharama za upako kwenye Agano Jipya. Gharama ya kwanza ya upako, gharama ya kwanza kabisa ya upako ni kutengwa. Kutengwa. Hiyo ndio gharama ya upako. Gharama ya kwanza ya upako ni kutengwa. Kutengwa. Nitaelezea vizuri. Kutengwa ndio gharama ya kwanza ya upako. Upako unagharimu kutengwa. Upako unagharimu kutengwa. Kwa mfano, utagundua kwa makuhani kwa mfano walipaswa kutengwa na mataifa mengine yote. Unajua katika taifa la Israeli kuhani hata hakuwa anatakiwa kuwa na ardhi na kujihusisha kwenye shughuli za kilimo na uzalishaji mali labda kama ambavyo wengine walikuwa wakifanya. Yeye aliitwa na kutengwa kwa ajili tu ya hiyo kazi aliyoitiwa na kutengwa aweze kuifanya. Kwa kuhani alitakiwa kuutunza na kuelezea utakatifu wa Mungu muda wote, kwa sababu ni yeye ndiye anayesimama kati ya Mungu na watu, akimtambulisha Mungu kwa watu na kuwatambulisha watu kwa Mungu. Kwa hiyo kuhani alitakiwa muda wote ajue matatizo ya watu wake, awe sehemu ya watu wake. Kuhani hakuwa mtu ambaye anasema Mungu wasamee, Mungu wasaidie. Akifanya hivyo hafai kuwa kuhani. Kuhani ni mtu ambaye anasema Mungu tusamee, Mungu tusaidie. Chochote ambacho anakipeleka mbele za Mungu kwa ajili ya watu, na yeye anajiweka katikati ya watu. Katikati ya watu. Na kwa sababu anamtambulisha Mungu kwa watu, muda wote paswa awe mtakatifu. Kwa sababu watu wanavyomuona ndivyo wanavyomuona Mungu. Na utaona gharama za upako wa kikuhani. Ukisoma ile sheria ya Musa, makuhani hata hawakutakiwa kuwa na ulemavu wa namna yoyote ile. Wangapi tunaifahamu hiyo sheria? Miongoni mwa sheria nyingi za kikuhani ambazo Musa aliwapa makuhani. Akishakuwa na ulemavu wowote tu, sijui ana chongo, sijui hivi na vile, tayari hafai kuwa kuhani huyo. Hata kama amezaliwa kutoka kwenye familia ya kikuhani. Alitakiwa awe mtu ambaye kwa muonekano wake tu anaelezea ukamilifu wa Mungu. Kwa muonekano wake tu anaelezea ukamilifu wa Mungu. Hata aina ya mavazi makuhani walichaguliwa, hata aina ya mavazi. Hata watu wa kuhusiana nao walichaguliwa makuhani. Hata mke wa kuoa walichaguliwa makuhani. Sasa fikiria kama katika Agano la Kale upako ulikuwa unamgharimu mtu aliyepakwa mafuta gharama hiyo ya kutengwa, asitembee sawa na kila mtu anavyotembea, asihusiane sawa na kila mtu anavyohusiana, asifanye kwa namna ambavyo kila mtu anafanya. Vipi kuhusu Agano Jipya? Ndio maana kwenye Warumi sura ya 12 mstari wa 2 Paulo anaandika kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa nini? Kwa sababu you are anointed. Mmepakwa mafuta. Nyie mmetiwa mafuta. Kwa hiyo hamuenendi kama wengine wote wanavyoenenda. Kwa gharama ya kuhani ilikuwa ni kufanyaje? Ni kutengwa. Au gharama ya mafuta kwa watu ambao wanatiwa mafuta ilikuwa ni kutengwa. Lakini pia nidhamu isiyo ya kawaida. Nidhamu wakati wote isiyo ya kawaida ilikuwa pia ni sehemu ya gharama ya mafuta au gharama ya upako. Na katika hali hiyo ya kutengwa na kutofautishwa na watu wengine wote, obvious lazima huyu mtu atakuwa mpweke. Lazima atakuwa mpweke. Na hakupaswa kutafuta jibu au jawabu la upweke wake kutoka kwa watu au kujiambatanisha na watu. Hapana. Hivyo ndivyo ilivyopaswa awe. Anasema mtakuwa watakatifu kwa sababu Baba yenu ni mtakatifu. Kwa kwenye hii dunia ukitaka uwe mtu wa kila mtu ndipo mahali ambapo unaharibu kila kitu. Wangapi wamenielewa? Kwenye hii dunia kuna point lazima ukubali kuexperience upweke. Kuna baadhi ya mambo lazima ukubali kwamba haya sio kwa ajili yangu, mimi sijaitiwa kuyafanya. Wengine waache wafanye pale, wengine waache waende hiki, wengine waache wafanye, lakini mimi sijaitiwa kufanya hiki. Namna hii ya mwenendo acha wengine wawe nayo, lakini mimi sijaitiwa kufanya hiyo.
Hiyo inaweza ikakufanya ujisikie upweke, kwa sababu kundi kubwa la vijana wenzako wanapoenda uelekeo ambao wewe hauendi, obvious inakuacha na upweke. Lakini ni bora aina hiyo ya upweke kuliko upweke wa kuipoteza baraka ya Mungu juu yako. Na ndio maana kuna gharama za upako. Unapokuwa umeachiliwa mafuta juu yako, kuna namna ya kutembea ili kuweza kuyatunza hayo mafuta, ama kuweza kutunza huo upako juu yako katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikuoneshe kwa mfano. Nikuoneshe kwa mfano Samuel wa pili sura 24. Utaenda kusoma kwa muda wako. Samuel wa pili sura 24. Utaona kwa sababu ya nafasi ambayo mpakwa mafuta alikuwa nayo mbele za watu wake, kosa moja la mpakwa mafuta lilikuwa linagharimu watu wote anaowaongoza na kuwahudumia. Tu kosa moja. Kwa kusoma Samuel wa pili sura 24 utaona kosa la mfalme lilivyogharimu taifa zima. Mbali na hapo utakuja pia kuona jambo lingine. Utakuja pia kuona kitabu cha Hosea, nimekuwa nikisoma mara nyingi, sura ile ya 4 mstari wa 6. Hosea sura ya 4 mstari wa 6, Mungu anawalaumu makuhani. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haya maneno Mungu alikuwa haongei na taifa zima la Israeli. Haya maneno Mungu alikuwa anaongea na makuhani. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na anawaambia makuhani, kwa sababu ninyi mmeyakataa maarifa, nami ninawakataa ninyi msiwe makuhani kwangu. Kwa sababu kuhani anasimama kati ya Mungu na watu, Mungu alikuwa anamfunulia kuhani maarifa, then kuhani anaenda anawaambia watu maarifa ya Mungu. Sasa kwa sababu makuhani walijitoa katika nafasi ya kumsikia na kumwelewa Mungu, wakawa hawapokei maarifa na hekima ya Mungu, na kwa sababu hiyo watu wakawa hawahudumiwi. Kwa kule kutokuhudumiwa, watu wakawa wanapotea, watu wakawa wanaangamizwa kwa sababu wamekosa maarifa ambayo walipaswa wayapate kutoka kwa kuhani. Kwa utaona mpakwa mafuta asiposimama kwenye nafasi yake, huwa kunatokea na chaos isiyo ya kawaida, vurugu isiyo ya kawaida, maharibifu yanatokea yasiyo ya kawaida. Ndio maana mara zote, muda wote, anapaswa alipe gharama za upako na kuwepo mahali pa nafasi na kuutunza upako. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo, ile neema na upako ambao Kristo ameweka juu yako ili ukae mahali pa nafasi, haitaharibiwa na chochote katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Simama mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo.